Kwa heshima na unyenyekevu mkubwa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, chanzo cha neema zote, ambaye kwa mapenzi yake ametufikisha sisi Wanailangamoto kwenye kilele hiki cha kihistoria cha kutabaruku kanisa la parokia. Bila Mungu, juhudi zetu, mipango yetu na sadaka zetu zisingezaa matunda. Kwa namna ya pekee tunakushukuru Baba Askofu wetu wa jimbo kwa kukubali ombi letu Wanailangamoto kutabaruku kanisa la parokia, na hatimaye leo kufika wewe binafsi kulitabaruku kanisa hili. Uwepo wako ni baraka kubwa, ni ishara ya umoja wa kanisa na upendo wako wa kichungaji unaotujenga si kwa mawe tu, bali kwa mioyo ya waamini. Nachukua fursa hii pia kuwashukuru mapadre wote ambao tulitembea pamoja katika safari hii kwa ushirikiano, yaani mapadre wasaidizi waliofanya utume wao hapa Ilangamoto kwa mawazo yao na huduma ya kichungaji. Vilevile shukrani za pekee kwa watawa wa kike na wa kiume kwa sala zao, ushauri na mchango wao kwa upendo. Sala zenu watawa zimekuwa nguzo imara ya ujenzi wa kanisa. Shukrani za pekee kwenu ninyi waumini, viongozi wote wa parokia kwa miaka tofauti tofauti, kamati tendaji, viongozi wa vigango, viongozi wa jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, viongozi wa vyama vya kitume, kwa uwajibikaji, uvumilivu na mshikamano. Asanteni sana. Tunapotabaruku leo kanisa letu la parokia, shukrani za dhati kabisa kwenu ninyi waumini wote wa parokia ya Ilangamoto, vijana, akina mama, akina baba na wazee, kwa sadaka zenu za hali na mali, nguvu kazi, muda na hata sala zenu. Mbele ya Mungu hakuna mchango wowote uliokuwa mdogo. Waumini wa Ilangamoto, kwa dhati kabisa, Mungu awabariki sana. Tupende kama parokia kushukuru makampuni ya ujenzi na wadau. Tunashukuru kampuni ya Amisia Architectural Concert inayosimamiwa na Padre Agustino Rwebangira, padre wa jimbo la Njombe, kwa kusanifu jengo hili la kanisa kwa uaminifu wake na bidii yake. Pia tunawashukuru mafundi. Tunawashukuru pia kampuni nyingine ya jimbo, Edifico Construction Company Limited, kampuni ya ukandarasi ya jimbo Katoliki la Njombe, ambayo imefanya kazi ya ujenzi wa kanisa hili tangu msingi hadi mwisho. Kwa kuwa ni makampuni ya jimbo Katoliki la Njombe, tunarudi kwa Baba Askofu kusema asante kwa makampuni haya, kwa sababu kwa kiasi kikubwa yamepunguza marefu gharama ya ujenzi. Pia tunawashukuru mafundi na wakandarasi, wasimamizi wa kazi na wafanyakazi wote, na kwa namna ya pekee fundi mkuu Chengula Kade ambaye alifariki kazi hii ikiwa inaendelea, astarehe kwa amani. Tunawashukuru pia wazee maarufu waliokuwa motomoto kwa ajili ya kazi hii, na juzi tumemzika mzee wetu Cosmas Mihaya. Hawa wawili pamoja na wengine wote waliotangulia katika haki, Mungu awasamehe, awakaribishe kwake. Pia tunatoa shukrani za pekee kwa viongozi wa serikali na jamii inayotuzunguka kwa ushirikiano
na mazingira wezeshi. Hapa tunamwona pia kiongozi wetu, mwenyekiti wa mtaa Mheshimiwa Nyasho, tunashukuru sana. Tunawashukuru kwa namna ya pekee wadau na wafanyabiashara wa vifaa vya ujenzi. Tunatoa shukrani za dhati na za pekee kwa makampuni makubwa mawili ya wauza vifaa vya ujenzi, hususan 92 Hardware anaojulikana kwa maarufu wake Waniwani. Kwa sababu pamoja na waumini wote, jengo hili linaloonekana vifaa vyote nondo na kila kitu tulichukua kwa Waniwani, na tunamshukuru pia huyu Waniwani ni Katoliki mwenzetu, na tuliwaalika leo. Bahati mbaya wamekusanyika wote kama makampuni huko Morogoro kwa kikao maalum, wameshindwa kufika hapa na walitamani kuwepo, lakini tunamshukuru pia mdau mwingine Kinyunyu Hardware kwa moyo wake mkubwa wa imani, uaminifu na ushirikiano alioonyesha katika safari ya ujenzi wa kanisa letu hapa. Huyu Kinyunyu Hardware ni Mkristo lakini sio Katoliki, ni wa kanisa la KKKT, na yeye ndiye aliyetusaidia sehemu ya vioo vya kanisa hili pamoja na rangi zote, na yeye alisema kwamba linapohusu swala la ujenzi wa kanisa aliomba kama moja kwa moja mdau na mwanakamati wa kamati hii ya ujenzi, na leo hapa yamefiwa kuikuona kwa mazishi, lakini nadhani mama yuko kama yuko mama Kinyunyu na basi naomba kufikishe shukrani zetu kwa baba. Tunatambua mchango wake na nia yenu kama familia katika ujenzi wa kanisa hili. Mungu abariki sana na bariki sana. Kifupi, kwa sababu baba askofu na waumini wote, parokia ya Nyamoto si kwamba tulikuwa na fedha muda wote taslimu za kununulia mahitaji ya ujenzi. Hawa makampuni haya mawili walikuwa wanatukopesha vifaa vya ujenzi tuendelee na kazi. Na ile tu Waniwani alisema endeleeni na ujenzi kwa sababu kanisa tunaliona na tunajua kanisa halitakufa kwa vyovyote vile, vitali taratibu, lakini kazi iende. Tunawashukuru sana. Walitukopesha hiyo wakati sisi tunaendelea mdogo na toa ndugu yetu. Vile vile tunawashukuru kwa dhati kabisa washamba maaskofu pamoja na waumini wote. Kazi hii ya ujenzi hatukufanya Wakristo tu, tumefanya hata na wenzetu wa dini nyingine. Nilimwalika Abdullah Mtenda, sijui kama yuko hapa, yeye ndiye alitusaidia pia kwa kazi hii ya terazo kwa bei rafiki kabisa. Hata kama sio Mkristo, alisema kwenye nyumba ya Mungu yeye atafanya hadi bei ya chini kabisa. Tunamshukuru. Lakini pia tunamshukuru mwenzetu mwingine ambaye huyu Abdalla ni Muislamu. Tunamshukuru mwingine pia anaitwa Omar, ni Muislamu, naye anatusaidia katika kufunga vioo hivi, anatokea Chalinze, Morogoro. Hao wote sio Wakristo, ni Waislamu. Tumeshirikiana pamoja katika ujenzi wa nyumba hii ya Mungu, tena kwa bei rafiki kabisa. Mungu awabariki kwa imani yao. Napenda kwa nafasi ya leo ni washukuru kamati ya maandalizi. Tumeanza mchakato huu kwa pamoja kwa jitihada, sadaka ya muda wenu, vikao vya mara kwa mara ili kufanikisha tukio hili la leo. Kamati ya maandalizi, asanteni sana. Ni washukuru kwa namna ya pekee kwaya kwa maandalizi ya kuliweka tukio hili la leo na kuitendea haki. Mungu awabariki sana. Kwa namna ya pekee kwa sababu askofu na waumini tunawashukuru pia watawa, masista wa mashirika yote
kwa ushirikiano katika kazi hii ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Na hata mwishoni, mama mkuu alielewa na kamati yake aliwatuma masista 5 kwa ajili ya kushirikiana pamoja kwa ajili ya maandalizi ya sherehe. Masista wote Mungu awabariki sana majina. Sina mpango wa kumsahau yoyote. Naamini watu wengi waliojitolea katika kazi hii. Naomba kwa niaba ya parokia ya Ilangamoto, kila mmoja wetu na kwa mchango wake atambue kwamba tunatambua uwepo wake na kile alichokifanya kwa ajili ya nyumba hii ya Mungu ionekane hivi inavyoonekana siku hii ya leo. Mwishoni, ndugu zangu wapendwa, ni neno la kuombana msamaha, kwa sababu askofu, kama tumesikia vizuri na kama tulivyoongea kwa nyuma, utabaruku wa kanisa sio jengo tu, maana yake ni utabaruku pia maisha mapya. Ni kama waumini tunazaliwa tena upya. Ni waombe kwa dhati kabisa waumini wa Ilangamoto, kama ni wasisitiza baba askofu, kwamba tunazaliwa upya, tunazaliwa upya. Na kama tunazaliwa upya, safari ya kazi hii haikuwa rahisi hivi, na mioyo tofauti. Pamoja na shukrani hizi zote, naomba ndugu zangu wapendwa wana Ilangamoto, katika safari hii ya ujenzi, kama viongozi wa ngazi mbalimbali, huenda kwa makusudi au bila kukusudia, tulipazana, tunaomba tusameheane na tuanze maisha mapya. Naomba pia kwa unyenyekevu mkubwa, radhi kwa yeyote ile aliyepazika. Mnakumbuka wapendwa, muda fulani kuna watu fulani waliwaandikeni kwenye mitandao kwamba waumini wa Ilangamoto wasalizaji kanisani. Mnakumbuka, na wengi mlipazika. Ni waombe leo tuzaliwe upya, tusiishi kwenye kanisa lilotabarikiwa na vinyongo. Tuachilie nyumba hii inaitwa nyumba ya sala. Tuachilie wale watawali ambao waliwakwaza. Na mimi leo mbele yenu hapa, mbele ya washamba na wale wenzangu, ni waombe radhi kama kuna mahali niliwakwaza, unisamehe. Nia yangu ilikuwa ni njema kabisa. Kuna jambo ambalo sikuwahi kusema, nilikuwa najua, nilikuwa napita kama sielewi. Na wale wenzangu, kuna watu hapo waliwahi kusema hatujawahi kuona paroko mahiri kama Urusi. Lakini na mimi leo wapendwa, ninawasamehe. Kwa nini naachilia? Nilisikia hayo, sikuwahi kusema. Leo naona kwa sababu ya furaha hii niseme na nitoe hiki nilicho nacho moyoni. Lakini sikuwa bahili kwa sababu ya kuwauzeni. Ubahili wangu ulikuwa unalenga kufika hapa nilipofika. Kama kiongozi wa kiroho, nilikuwa nina wajibu kwamba lazima nione mbele huduma ya hii tunaniwezeshaje na inafika wapi na lini. Ndio maana tafsiri yake ndio tafsiri za Mungu mahili namna gani, basi niliyapokea. Na mimi nilikuwa nadhani ni mahili mtakatifu kwa sababu tunalenga jambo jema. Na mwishoni, wapendwa, kama nilivyosema, tuzaliwe upya. Napenda kuhitimisha shukrani hizi kwa maneno haya. Kanisa hili si jengo au mawe tu au zege tu, bali ni ishara ya imani hai, umoja na matumaini ya watu wa Mungu. Kutabarukiwa kwa kanisa hili leo ni mwanzo wa wajibu mkubwa zaidi, wapendwa wa Bwana Ilangamoto. Nyumba hii inaitwa nyumba ya sala. Ni mwanzo wa uwajibikaji zaidi, yaani kama alivyosisitiza mashamba askofu kulitunza
kulitumia ipasavyo na kuishi maisha matakatifu. Kwa mara nyingine tena, na wapongezeni na kuwashukuru nyote pasipo kumwacha hata yeyote. Mungu awalipe kwa baraka tele, awajalie afya, amani na neema ya kuendelea kujenga kanisa lake kwa miili yenu, kwa sadaka zenu na kwa roho zenu. Mungu awabariki nyote na asanteni sana.